Maandiko ya kwenye barua ya kusikiliza kabla ya ibada. Kanda. Leo maandiko haya yametimia. Yohana sura ya 16 yote. Maneno hayo nimewaambia, msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi. Naam, saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini nimewaambia hayo ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Sikuwaambia hayo tangu mwanzo kwa sababu nalikuwa pamoja nanyi. Lakini sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye, unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote alionayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Bado kitambo kidogo, nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo, nanyi mtaniona. Basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba? Basi walisema, neno gani hilo asemalo, hilo bado kitambo kidogo? Hatujui asemalo. Yesu alifahamu ya kwamba wanataka kumuuliza, akawaambia, ndilo hilo mnaloulizana ya kuwa nalisema, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Amini, amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke azapo yu na huzuni, kwa kuwa saa yake imefika. Lakini akiisha kuzaa mwana, haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini, amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Hayo nimesema nanyi kwa mithali. Saa yaja ambapo sitasema nanyi tena kwa mithali, lakini nitawapa wazi wazi habari ya Baba. Na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba, kwa maana Baba mwenyewe awapenda, kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi, na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni. Tena nauacha ulimwengu na kwenda kwa Baba.
Basi wanafunzi wake wakasema, tazama, sasa wasema wazi wazi, wala huneni mithali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala huna haja ya mtu akuulize. Kwa hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, je, mnasadiki sasa? Tazama, saa yaja, naam, imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao, na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yu pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Isaya sura ya 61 mstari wa 1 hadi wa 2. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Luka sura ya 4 mstari wa 16. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome.